Zangu waandishi wa habari, naomba mimi niende haraka. Kwanza nijitambulishe, naitwa Felix Nzala Liata, ni katibu wa wilaya ya Sikonge, lakini vile vile ni mjumbe wa Baraza Kuu la Chadema Taifa, lakini vile vile ni mjumbe wa mkutano mkuu wa Chadema Taifa. Na mimi ni miongoni mwa watu waliopiga kura ya kishindo ya kupitisha msimamo wa chama wa no reform no election. Lakini awali ya yote, mimi nianze kwa kuwapongeza wafuatao. Kwanza nianze kwa kulipongeza Baraza la Wanawake la Kanda ya Magharibi BAWACHA kwa kuchukua hatua za kinizamu kwa waliokuwa viongozi wake kwa mkoa wa Katavi na mkoa wa Kigoma, ambao walikuwa wakijihusisha na matukio ya usaliti na kushawishi wanachama kuhama chama kufuata mwelekeo wa G55. Niliona upande wa Kigoma waliweza kumsimamisha uongozi mwenyekiti wa BAWACHA wa mkoa, na upande wa Katavi wakamsimamisha katibu wa BAWACHA wa mkoa, na hili la Katavi, mtu wa Katavi yupo atalizungumzia. Kwa niwapongeze Baraza la Wanawake kwa kuchukua hatua hizo stahiki. Lakini jambo la pili, naomba niwapongeze Baraza la Vijana BAVICHA Kanda ya Magharibi kwa kumchukulia hatua aliyekuwa mwenyekiti wa Baraza la Vijana mkoa wa Katavi, ambaye naye alikuwa akijihusisha na vitendo vya usaliti, vya kutukana, kudhalilisha viongozi wa chama, kubeza na kudharau msimamo wa chama wa no reform no election. Na Baraza la Vijana limemchukulia hatua ya kumsimamisha, na nina kila sababu ya kuwapongeza. Lakini jambo lingine niliweke clear. Kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, hata katiba ya chama chetu, mtu kuhama chama ni haki yake, sio kosa. Kuanzia kwenye katiba ya nchi mpaka kwenye katiba ya chama, sio kosa kuhama chama. Tunapokuja kutofautiana na hawa wanaohama, ni staili wanaoitumia kuhama. Ikiwa wewe umeona kwamba Chadema haikulizishi kwa msimamo wake, haikulizishi kwa mwenendo wake, unaweza ukahama kwenda chama kingine kitakachokulizisha. Lakini kosa kubwa linalofanyika na hawa wahamaji, wanahama kwa kuishambulia taasisi wanayoihama. Na ndio maana sisi wenye taasisi tunajitokeza mbele, tunakuwa wakali, na tutakuwa wakali sio kuanzia leo. Siku zote, leo na siku zijazo, tutakuwa wakali kwa mtu yeyote anayehama chama huku akiharibu chama anachotoka. Kwa sisi hatuna ubaya wowote wa mtu kuhama chama. Lakini unapohama kwa taarifa za uongo, kwa kuishambulia taasisi yetu, hatuwezi kukaa kimya tukakuacha wewe uishambulie taasisi yetu. Lakini kama kuhama, we hama, ila kushambulia taasisi yetu hapana. Ndugu zangu, jambo la kwanza ambalo nataka leo sasa, baada ya kutoa pongezi na mwelekeo huo nilizungumze kwa kifupi sana, nataka nieleze hivi G55. Ndugu zangu waandishi wa habari, leo nataka niwaambie G55 ni nini. Kuna watu wanafikiri G55 kwamba ni watu 55 waliojiunganisha kwenda kupingana na no reform no election. Wanamtizamo huu. Wengine wanadhani ni kundi tu ambalo limeamua kujipa jina la G55, ili ambalo leo linaongoza harakati za hamahama. Sasa nataka niwape sasa tafsiri ya G55 kwa haya yanayoendelea. G55 ni mradi, ni project ya Chama cha Mapinduzi. G55 ni mradi na ni project ya Chama cha Mapinduzi na serikali yake. Sasa huu mradi ni mradi wa nini?
Huu ni mradi, G55 ni mradi uliobuniwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kufanikisha mambo yafuatayo. Moja, ni kwa ajili ya kuhakikisha wanazoofisha na ikiwezekana wanaua kabisa msimamo wa Chadema wa no reform, no election. Kwa sababu kila mmoja anafahamu no reform, no election umekuwa msimamo mwiba ambao unawaumiza kweli kweli Chama cha Mapinduzi. Kwa wakafikiri namna ya kuweza kuuzoofisha msimamo ni kwa kutumia kitu kinachoitwa G55 ambacho nitawaeleza zaidi mbeleni. Lakini lengo la pili la project ya G55 ni kusaidia Chama cha Mapinduzi kiendelee kusalia madarakani. Na hili unaweza ukalitambua kwa kifupi tu. Ni kwa nini msimamo wa G55 dhidi ya Chadema na no reform, no election unafanana copyright na msimamo wa Chama cha Mapinduzi dhidi ya Chadema na no reform, no election. Chama cha Mapinduzi kinapingana na no reform, no election. G55 wanapingana na no reform, no election. Uliwahi ona wapi watawala wakawa na hoja inayofanana dhidi ya upinzani? Yaani wapinzani wakawa na hoja inafanana na chama tawala. Kwa hizi ni project, hii ni project yenye mipango miwili. Moja ni kuwa no reform, no election, lakini la pili ni kuisaidia serikali ya Chama cha Mapinduzi isalie madarakani, kwa sababu wanaona kabisa mziki wa no reform, no election ukienda ipasavyo wanaondoka, wanaaga madaraka. Lakini kuna watu wanajiuliza, sasa G55 ni ya nani? Ili swali kila mmoja anajiuliza. Ni project ya Chama cha Mapinduzi, sawa? Lakini wamiliki hasa ni wakina nani? Sasa leo naenda kuwaambia ni nani anayemiliki G55. G55 kwanza ni mradi wenye ubia wa pande mbili. Upande wa kwanza ni ulioutaja wa serikali ya Chama cha Mapinduzi, lakini upande wa pili G55 ni ya watu waliokuwa viongozi wa chama, waliokosa uongozi, wenye tamaa ya madaraka kutoka ndani ya Chadema. Wameunda ubia wa pamoja kati ya CCM na waliokosa madaraka ndani ya Chadema. Hawa ndio wanaoimiliki G55. Na kundi hilo la G55 ambalo ndio liko kwenye project hii halizidi watu 10. Halizidi watu 10 ambao wanafanya shughuli na Chama cha Mapinduzi kufanikisha hayo malengo ya hiyo project. Sasa kama umeshajua G55 ni ya nani, jambo la pili unatakiwa ujiulize wanaohama ni wakina nani. Sasa unajua kuna maana ya mradi, wamiliki wa mradi. Sasa tujiulize hawa wanaohama kila siku ni akina nani? Hawa wanaohama kila siku wako kwenye makundi manne. Moja ni watu ambao ni wanachama wasiojua maana ya G55. Manake hawa wanafuata tu kwa kuto kujua tafsiri ama kwa kutofahamu kwamba G55 ni mradi, ni project ya watu, na kuna watu wanalipwa kwa G55. Kwa kuna wengine hawafahamu, kwa wanaamua kufuata tu. Hawa ndio wale ambao wanahama. Lakini kundi la pili la wanaohama ni wanufaika wa fedha za mradi wa G55. Nafikiri ndugu zangu waandishi wa habari mnafahamu. Mnaona wanafanya press conference, wanakusanya watu, wanakodi kumbi, wanawapa watu nauli za kwenda na kurudi ili wajaze ukumbi waonekane wako wengi. Zile ni pesa. Kwa kuna wanufaika wa zile fedha kwa kupewa posho, kwa kushawishiwa kwa fedha, ndio wanaoingia kwenye kuhama bila kujua maudhui sahihi au maudhui ya kweli ya G55. Kundi la tatu la wanaohama ni wale waliokataa kupona majeraha ya uchaguzi. Nafikiri baada ya kumaliza uchaguzi wa Chadema taifa tarehe 21, tarehe 22 mwezi wa Januari,
kulikuwa kuna watu wamejeruhiwa sana na ule uchaguzi, kwa sababu ulikuwa ndio uchaguzi ambao ulikuwa una ushindani mkubwa sana. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi uishe bila kuacha majeraha. Lakini tulipomaliza uchaguzi, tulikubaliana tuponye majeraha, na mikakati mbalimbali ya kuponya majeraha ilifanyika, ya kuponya majeraha. Lakini majeraha ya kisiasa ni tofauti na majeraha ya ajali zingine. Majeraha ya kisiasa ili yaweze kupona yanahitaji ridhaa ya aliyejeruhiwa. Aliyejeruhiwa akiwa na ridhaa ya kupona atapona. Akiwa hana ridhaa ya kupona hawezi kupona, kwa sababu anatakiwa aamini, akubaliane na kilichotokea ndio apone jeraha. Sasa kuna kundi la watu ndani ya chama chetu ambao licha ya jitihada kubwa za kuwaponya majeraha walikataa kupona majeraha. Hawa nao ni sehemu ya wanaoshinda wanahama kila siku. Na kundi la 4 ambalo ni la mwisho la wanaohama ni kundi la wenye tamaa ya madaraka na vyeo. Na ndio maana mmeshuhudia kwenye press nyingi wanasema kwamba hatuwezi kuendelea na Chadema kwa sababu Chadema haitakuwepo kwenye uchaguzi. Chama kipo kwa ajili ya uchaguzi. Sasa kimejitoa kwenye uchaguzi, tunabaki kufanya nini? Kwa automatically, kwa kutumia akili za kawaida, unagundua kwamba hawa hawapo kwenye chama kwa ajili ya harakati za ukombozi na kuleta mabadiliko kwenye nchi. Wako kwa ajili ya nafasi, wako kwa ajili ya vyeo za kugombea udiwani, ubunge, uraisi, kupata viti maalum, ndiyo ajenda yao kubwa. Kwa hiyo kwa sababu wanaona kwamba Chadema kwa mwendo huu haitashiriki uchaguzi na Chadema imekula msimamo wa no reform no election, wanaona kabisa watakosa madaraka yale wanayoyatamani. Kwa haya ni makundi 4 ya watu ambao wanahama kwenye G55, wanahamia kwenye vyama vingine, lakini wengine wanasema sisi hatuendi chama chochote, kwa hiyo tutasema baadaye na nini na nini. Kwa hiyo kwa kifupi, hawa ndio wanaohama kwenye haya matukio ya hivi karibuni. Sasa juzi, ili lazima niligusie kwa sababu miongoni mwa watu waliokuwa wanahama juzi ni mtu anayetoka kwenye jimbo langu. Kwa hiyo lazima nilisemee kidogo. Juzi tarehe 12 kuna watu walikuja hapa wakasema wao wanajitoa Chadema, na wakasema ni viongozi wa wilaya pamoja na wanachama zaidi ya 100. Kati yao alikuwepo mtu anajiita katibu mwenezi wa jimbo la Sikonge ambalo mimi ndo katibu wake. Sasa naomba niweke clear kwa kifupi, sipoteze muda. Kwenye siasa kuna kitu kinaitwa paper tiger. Paper tiger ni mtu anajaribu kutaka kufanya exaggeration, tunaita kwa Kiingereza, yani kuweka chumvi ka kitu kadogo anataka kafanye kawe kakubwa. Sasa kwa sababu Chadema ni familia, Chadema ni ukoo, Chadema tunafahamiana. Mimi nawafahamu viongozi wote wa mikoa, viongozi wote wa majimbo na wilaya za mkoa wa Tabora, kwa sababu mimi ni katibu. Tunakutana nao kwenye vikao, tunakutana nao kwenye mikutano, tunakutana nao kwenye operation. Kwa hiyo mimi nikikaa tu nikiangalia hivi najua tu yule katibu wa Kaliua, yule katibu wa Igunga, yule wa Manonga na wafahamu. Sasa